Baba wetu wa mbinguni, kutuleta pamoja kiwa na sababu twajua wewe huandai meza kama wageni hawako. Sisi ni wageni wako, utulishe na neno lako. Mimi utanitumia tu, lakini pia naomba baraka zako tunapotoka kikao hiki, tuwe tumebarikiwa sisi wote, maana tunaomba katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Yesu arogoshwa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake asubuhi ya leo. Kwa jina langu ni George na ni mwongovu na mpenda Yesu, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru kwa wokovu wake. Namshukuru kwa msamaha wa dhambi. Namshukuru kwa sababu ya matumaini ambayo ameweka ndani yangu. Namshukuru kwa sababu hata kuniweka mpaka wakati huu, nikisema yeye ni Bwana ambaye hawachi walio wake. Nina ushuhuda huo kwa sababu nimeona mkono wake katika njia zangu zote, mimi na familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Asante Canon kwa kunipa nafasi hii ya kuja kusimama mbele ya watu wa Mungu na kunena neno la Bwana. Mwezi huu ambao ni mwezi wa 11, masomo ambao tumepewa na kanisa ni masomo ambayo yanalenga mambo ya kutubu, kutengeneza maisha yetu. Mwezi huu wa 11 na Disemba ni mwezi wa kujirudi na kufikiria. Nimekaa miezi 12, ni yapi ambayo nimeyapitia. Na katika kampuni zozote ndio wanafanya evaluation katika mwisho wa mwaka. Tumefanya kazi, tumepata faida ama tumepata nini? Hasara. Mwisho wa mwaka watu huangalia waone ni wapi walienda juu na ni wapi walifanya nini? Walianguka. Kwa hivyo katika kila mwisho wa mwaka ama mahali wakati kampuni zinafunga kufanya hesabu zao, kuna kuwaga na kitu kinaitwa audit. Wanahesabu, wanafanya mambo yao yote waone vile yanavyokaa. Na wale walioongozwa na Mungu, watu wa Mungu waliokaa chini na kutengeneza lectionary yetu ya kanisa la Kianglikana, mawazo yao Mungu aliyaelekeza pale ya kwamba mwezi huu wa 6 wa 11 na Disemba, masomo ambayo wametupa ni masomo ya kujirudi nyuma, kurudi mahali umetoka. Mwandishi wa Zaburi anasema heri waliosamehewa dhambi zao, heri makosa yao ama dhambi zao zimefunikwa. Ukiangalia somo la pili ambalo tulisomewa Agano la Kale, Mungu anasema sipendezwi na sadaka za kuteketeza. Sipendezwi na yale mnayoyaona ama yale mnayoyapeana katika Mungu, katika kanisa ama katika vikundi vyenu. Mungu hapendezwi na hayo. Anatazama, anaona mili na mawazo yetu yamejaa uchafu, vidonda ambavyo vinataka kuponywa. Anaona hakuna haki kati ya watu wa Mungu. Anaambia viongozi juu ya kutokuwa na haki katika wao wenyewe. Haki
kwa wajane, haki kwa mayatima, haki kati yao wenyewe. Anatazama, Mungu anachukizwa na mambo hayo. Na ndio tunaona mwandishi wa Isaya mlango wa 1 anatazama, anaona ya kwamba, anaandika ya kwamba Mungu anapendezwa na moyo ambayo unatubu. Bwana Yesu asifiwe. Gai darakenio ni magogona manyu, maburi na ng'ombe na dromeno, lakini anapendezwa na moyo ambayo unatoba. Mungu amefanya mengi sana kutoka Januari mpaka wakati huu tuko hapa tunapoanza mwezi wa Disemba. Na tumetoa, tumepeana, tumejitoa kwa ujenzi wa kanisa, tumejitoa katika vikundi zetu, tumejitoa kusaidia wale wanaoumia, tumejitoa kutembelea wagonjwa, tumefanya hayo yote. Lakini sasa imefika, Mungu hatazami hayo. Neno linasema Mungu hatazami hayo, anatazama moyo wako. Aliposa anaambia hata badala ya kufanya hayo yote, tuastahili kuja pamoja. Let us come together and reason. Bwana Yesu asifiwe. Njooni tuseme zane. Kwa sababu yeye ni mwaminifu na wa haki. Na hata dhambi zako zikiwa nyekundu kama sufi, kama theruji, sijui ni theruji ama nini, ona mehia manyu makoro mari matune tagakarako, kanatigua nego mukirira na nego matheria otaira. Bwana Yesu asifiwe. Hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, nizaziosha zikiwe safi kama theruji, kwa sababu mimi ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Njooni tusemezane. Msitazame yale mmefanya, lakini tuastahili kuja tukae pamoja tusemezane, kwa sababu hayo ndio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni toba la moyo ambalo linatoka ndani ya mioyo yetu. Si la mdomo tu, kwirira kuria kumanite na ngoro thiini. Hiyo ndio inasaidia mtu, na hilo toba ndilo litatufanya tuwe warithi wa uzima wa milele. Katika Injili ya Luka mtakatifu mlango 10:19 twamuona Zakayo, si ndio, ambaye tunamjua sana na hadithi yake na changamoto alikuwa nayo ya kuwa mfupi. Lakini alipona wakati alikutana na Yesu, kwa sababu alimwambia Yesu alipomkuta juu ya mkuyu alimwambia, shuka Zakayo, maana leo nitakuwa mgeni kwako. Na Yesu alipoingia kwake, Zakayo alisema, mwenye nimemnyang'anya mali yake nitamlipa mara 4. Na vitu za wanyama atarudisha. Akatengeneza. Alijua dhambi zake ndizo zinamgandamiza. Alijua dhambi zake ndizo zinamwelekeza kwa njia isiyofaa. Na baada ya kutubu, uponyaji ukapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba yake ikapona. Wokovu ukaingia katika nyumba yake. Amani ikaingia katika maisha yake. Baada ya kutubu kuna uponyaji. Baada ya kutubu kuna matumaini. Baada ya kutubu kuna furaha. Baada ya kutubu kuna ushirika. Baada ya kutubu kuna wema ambao Mungu huweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mume wakisameheana na mke wake, amani inaendelea. Hata furaha inapatikana kwa watoto, kwa sababu anaona sura ambazo zimetabasamu.
Mtu ambaye ametubu, munakaa na ushirika, munatembea pamoja. Mazao ya toba, mazao ya kuomba msamaha, unakuwa furaha kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo akasema, yeye ambaye nilimnyang'anya mali yake nitamlipa. Bwana Yesu asifiwe. Na tena sitamlipa tu, nitamlipa mara 4. Furaha ya kutubu inampa mtu matumaini na kesho yake. Kwa hivyo Bwana asifiwe, kwa sababu mwandishi wa Zaburi akasema, bali heri aliyesamehewa dhambi zake. Anakuwa na furaha, anakuwa na matumaini, anakuwa na nguvu hata ya kutembea na ujasiri wa kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye amesamehewa ana uhakika, ana haki ndani yake, na tena anakuwa na uhakika, confidence, even to speak about his or her life, na inaonyesha matumaini ambayo yanampa mtu kesho, the bright future. But if you harbor, ukiweka chuki, ukiweka dhambi ndani yako, inakukula pole pole. Na hivyo ndivyo Kaini aliambiwa, ukitenda mema, si utaambiwa umetenda mema. Na ukitenda mabaya, si dhambi imekaa ndani juu yako. You will not have peace. Usipotenda mema, hautakuwa na amani, hautakuwa na utulivu, hautakuwa na uhuru hata wa kumfikia mwenye ulimkosea. Hata Mungu mwenyewe hautaweza kumfikia, kwa sababu hautakuwa na nafasi ya kuomba. Yeye aliyetubu anakuwa na ujasiri. Praise the Lord. You can be held hostage by sin. Na dhambi ni mbaya, ukiitenda nayo inakutenda. Ongehia na momehia magakwihia. Itetiguo makwagithia thayo, makwagithia gikeno, makwagithia rushu, makwagithia ngwatanĩro, agakuruta kuri andu, ukambia guikara we wiki isolated. Lakini dhambi iliyotubiwa inakuwa dawa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitubu dhambi inakuwa dawa. Waweza kuwa umefunika dhambi ndani yako, lakini itakukula pole pole. Kaini akakataa kutubu, alikuwa amekasarika. Mungu akamuuliza, kwa nini uso wako umekujamana? Kwa nini moyo wako umeghadhabika? Mara nyingi mtu akitenda dhambi, sura yake hubadilika, hana amani, anakuwa watu wanamuogopa, hawaoni nini iko. Mwingine halali, mwingine hapumziki, analala usiku mzima, jasho inamtoka, hajui afanye nini. Usiku mzima anajua. Dhambi haiwezi kukupa amani. Lakini ukitubu dhambi zako, neno la Mungu lasema yeye ni mwaminifu na wa haki wa kusamehe dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweka chuki, anafanya moyo wake kuwa kama kaburi. Anaweka wale hata yamechukia wapi? Hapa kwa moyo wake. Anamweka kwa roho yake, anachukua mwingine anamweka nini? Kwa roho yake. Moyo wako unakaa kama umejaa damu kwa sababu ya chuki. Lakini ukikubali kutubu, neno la Mungu latuambia yeye ni mwaminifu, akaingia kwa Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu hachagui, na dhambi haichagui mtu mdogo na mkubwa. Watu wote, ukitenda dhambi haitakupa amani, si ndio? Gaida rora mehia litishaguraga ithuothe tuli ehia. Na ndio Paul aliambia Warumi ya kwamba sisi zote tu wenye dhambi, ndio tumepungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo hakuna mtu anasema niko na haki, ati mimi ni msafi, mimi ninapendeza. Najikumbuka somo la last week, nilikuwa nasema Mfarisayo akakipiga wapi?
kifua ati mimi ni msafi, naomba mara 5. Mimi si kama huyu. Mimi natoa zaka, natoa fungu la 10, nafanya yale yanahitajika. Hayo yote ni mazuri unafanya, lakini Mungu anapendezwa na roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa alikuwa anafanya hayo yote, alikuwa na chuki ndani yake. Alikuwa anatenga mwenzake. Hakuwa na upendo kwake. Ingawa yeye alisema anatii amri 10, lakini yeye alikuwa mwenye dhambi tu. Na ndiposa neno linatuambia kwamba tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, na kweli haimo ndani yetu. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Tukitubu dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Kwa hivyo ndiposa Isaya anasema njooni tusemezane, hata kama dhambi zetu ni nyekundu kama damu. Yeye Mungu upendo wake ni wa ajabu. Atatusafisha na itakuwa safi kama sufu. Praise the Lord. Njoo tusemezane. Bwana atusaidie. That's all reason to humble ourselves and go before the Lord and tell God, I'm a sinner. Mimi ni mwenye dhambi tu, ni kwa neema yako. Mimi ni mwenye dhambi tu, upendo wako ndio umefikisha mahali niko. Ni kwa neema tu Baba, unisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Hautapumzika. Mwini wale bwate utale urahonoka duikatha dukahuruka. Kabla hujatubu hautapumzika. Utale urakinya mudharavaine dukahuruka, unless mpaka ufike msalabani na utubu, hautapumzika. Mungu atusaidie. Mungu atuneemeshe. Mungu afufue yale yaliyo ndani yetu yanayotukula mpaka tunakosa amani. Mungu na aingie ndani ya maisha yetu na nyumba zetu, tuone yale tumeficha huko ndani. Kitambo watu walikuwa wanahubiri wanasema watu wanaficha hirisi. Wanaficha nini? Sasa si hirisi, hata chuki ndani ya nyumba. Si chuki ni kama hirisi tu. Hauna amani na mume wako, hauna amani na watoto wako, hauna amani na wale mnaishi pamoja. Hizo ni kama zile, alafu unaanza kusema nimerogwa. Hapana. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri wakati mwingine, siku nyingine hapa alisema hakuna uchawi, si ndio? Wewe ndiye mwenye uko na shida. Haleluya. Wewe ndiye mwenye uko na shida. Toba la kweli na la moyo, upate kupumzika. Mungu akuokoe kutoka kwa jela ya dhambi. Jela ambayo imekufunga kwa muda mrefu. Jela ambayo wewe unasema ni muongovu, lakini muongovu amejaa dhambi, muongovu amevaa chuki, muongovu hana furaha, muongovu hana amani. Akakorwa no kiundu gutaithagia gukenari. Si unaona huko na shida? Kwa sababu angewa kanisa haikusaidii kufurahi na kukaa na amani, si uko na shida? Yesu, kifika kwa Yesu atakupumzisha na utakuwa na matumaini. Zakayo alipona na nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa watu walisema ni mtosha ushuru, lakini ni mtosha ushuru amepona. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa yeye alitesa watu wa Mungu, lakini baada ya kutubu alifanya nini? Alipona. Hata wewe kuna nguvu ya kuponyaji ambayo inatokana na kukubali kutubu na kusamehewa dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Heri aliyesamehewa dhambi zake. Na tuombe. Twanyenyekea miguuni pako. Sisi wenye dhambi tu, ila ni kwa neema yako. Tusaidie Mungu yetu tujue siri hizi ambazo zimefichwa. Wanaonekana ni werefu, wale wanaonekana ni matajiri, wale wanaonekana wanajua, lakini sisi Mungu yetu unatufichulia hizi siri.